Uhali gani mtazamaji wa TVE, karibu katika taarifa ya habari tukujuze yale yalojiri tuliyokuandalia kutoka chumba cha habari. Mimi ni Miriam Mlaponi, nitakusomea habari za kitaifa na kimataifa. Kifuatacho ndani ya TVE habari. Wakala wa nishati vijijini REA yafikisha umeme vitongoji 2350 mkoani Mtwara. Wadau wa vyama vya ushirika nchini waiomba serikali kuweka mazingira bora na wezeshi kwa vyama hivyo. Na katika habari za kimataifa, mwili wa waziri mkuu wa zamani nchini Kenya Raila Odinga wazikwa. Karibu mtazamaji wa TVE, na moja kwa moja tuanzie kwa mgombea wa urais kupitia Chama cha Mapinduzi CCM. Amesema kuwa zimesalia siku chache kuelekea Oktoba 29, siku ya uchaguzi mkuu wa rais, wa bunge na madiwani nchini. Mgombea wa nafasi ya rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na mwenyekiti wa Chama cha Mapinduzi CCM Dr. Samia Suluhu Hassan ameendelea na kampeni zake leo mkoani Rukwa. Akizungumza Jumapili Oktoba 19 na wananchi wa Sumbawanga mjini pamoja na mambo mengine, daktari ameahidi kwamba wakipewa ridhaa, serikali itajenga soko la mazao la wakulima katika kijiji cha Ndelema. Daktari Samia Suluhu Hassan amewaomba wananchi wa mkoa wa Rukwa kuwachagua wagombea wa CCM kuanzia ngazi ya udiwani, ubunge hadi uraisi ili kurahisisha utekelezaji wa ilani ya chama na kuimarisha uwajibikaji wa viongozi wanaochaguliwa. Daktari Samia amesema kuchanganya viongozi wa vyama tofauti katika uongozi wa maeneo husika kunasababisha migongano ya kimaamuzi na ucheleweshwaji wa maendeleo. Na hesabu tumebakiwa na siku 10 kabla ya uchaguzi mkuu. Sasa ule wakati ambao wananchi wote tumeusubiri kwa hamu ili tufanye maamuzi kuhusu viongozi tunaowataka unakaribia kufika. Na wale walioko wanasema mwezi wa 10 tuna jambo letu, jambo linakaribia kufika. Ni siku 10 tu zijazo. Hivyo inabidi kila mmoja wetu ajiandae, kila mtu angalie kadi yake ya kupigia kura ilipo, aiweke vizuri. Na kwa kuwa siku hiyo itakuwa ni siku ya mapumziko, sote hatuna budi kuhimizana na kuhamasishana kutoka mapema ili tukatumie haki yetu ya kikatiba ya kupiga kura. 29 mwezi wa 10, oye! Kura oye! Awali akizungumza katika mkutano huo, aliyekuwa waziri mkuu wa Tanzania Mizengo Pinda, ambaye pia ni mratibu wa kanda na mjumbe wa kamati kuu ya CCM, amesema awali mkoa huo ulikuwa na changamoto kubwa ya miundombinu, hususan ya barabara, na hivyo kukwamisha shughuli nyingi za kiuchumi ikiwamo usafirishaji wa mazao ya kibiashara. Pinda amepongeza juhudi ambazo zimechukuliwa na serikali hadi sasa na kufanya mkoa huo, ambapo kwa mujibu wa waziri wa kilimo Hussein Bashe, mkoa huo hivi sasa ni wa pili kwa uzalishaji wa mazao ya chakula baada ya mkoa wa Ruvuma. Hivyo ukiwezeshwa vizuri, hususan miundombinu, utaendelea kuzalisha zaidi ya sasa. Nao wagombea ubunge kutoka jimbo la Iramba na Nzega mjini wameeleza dhamira ya serikali katika kukuza uchumi wa taifa kwa vijana ikiwamo kilimo. Taifa letu hili lilikuwa linatumia mbolea tani 360,000 na wazungu wana neno per capita consumption. Matumizi kwa hekta moja yalikuwa ni kilo 15 kwa mkulima, na uzalishaji wa mazao ya chakula katika taifa letu na hasa mazao ya nafaka, tulikuwa tunazalisha tani milioni 7 za nafaka na tani milioni 16 za mahitaji ya chakula, na usalama wetu wa chakula ulikuwa na ziada ya 4% tu. Ndio maana ilikuwa ikifika mwezi wa 9 na wa 10 kulikuwa na tatizo la mfumuko wa bei mara nyingi, na Wizara ya Fedha walikuwa wanahangaika sana kukabiliana na mfumuko wa bei. Hatua ya kwanza ukasema tatizo la wakulima ni nini? Ukagundua mambo mawili: moja, uhakika wa soko; 2, gharama za pembejeo. Nataka niwakumbushe wenzangu, kwa miaka 4 ya Dr. Samia ametoa ruzuku ya mbolea ya mazao ya chakula yenye thamani ya bilioni 770, na mpaka leo mbolea zinaendelea kutolewa, na matumizi ya mbolea kwenye nchi yameongezeka kutoka tani 360,000 mpaka tani 40,000, na upatikanaji wa mbolea
umefika tani milioni 1.2 katika nchi yetu. Ndugu mgombea, tarehe 17 mwezi wa 7 mwaka 2024 wewe ulikuja mkoani kwetu kama rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Na sisi wananchi wa Rukwa, kwa namna ambavyo ulitupatia fedha nyingi, kwa namna ambavyo miradi mingi ilikuja mkoani kwetu, sisi wanarukwa katika uwanja ule wa Mandela uliopo wilaya ya Sumbawanga mjini, sisi wanarukwa kwa kauli moja tulisema kama chama kitakupa ridhaa 2025 tutaenda kukupa kura za heshima. Sisi mkoa wa Rukwa, ndugu mgombea, tunakupenda sana, na kwa kudhihirisha hilo umeona halaiki iliyokutana mahali hapa kukulaki wewe mama yetu mpendwa. Lakini vile vile kauli mbiu yetu ya mkoa wa Rukwa ni Rukwa tunaruka na Samia. Tuna sababu zote za msingi za kukuunga mkono wewe mgombea wetu, kwa sababu umetufanyia mambo makubwa sana katika mkoa wa Rukwa, na ndio maana leo hii Rukwa imeruka kimaendeleo katika nyanja zote, kiuchumi, kijamii na kisiasa pia. Daktari Samia anamaliza leo kampeni zake mkoani Rukwa akitokea mkoani Katavi, ambapo jana tarehe 18 2025 alizungumza na maelfu ya wananchi wa mkoa huo na kuahidi kutekeleza kikamilifu ilani ya chama chake endapo atapewa ridhaa na wananchi ya kuongoza nchi mara baada ya kupiga kura tarehe 29 mwezi wa 10 2025. Na makamu wa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Daktari Philip Mpango, ametoa wito kwa taasisi za dini kutambua wajibu wa kuendelea kusimamia katika nafasi yake ya kuombea taifa, kufundisha imani ya kweli ya Mungu, kukemea maovu katika jamii, kufundisha maadili mema na kuweka kielelezo cha haki na uadilifu. Makamu wa rais ametoa wito huo mara baada ya kushiriki ibada maalum ya jubilea ya miaka 50 ya Kanisa la Kiinjili na Kilutheri Tanzania KKKT Dayosisi ya Pare iliyofanyika wilaya ya Same mkoa ni Kilimanjaro. Amesema kwa njia hiyo kanisa litachangia katika kujenga jamii inayowajibika na yenye uadilifu. Aidha amesema ni muhimu kuwa wabunifu na kutumia fursa ya maendeleo makubwa ya TEHAMA ikiwamo mitandao ya kijamii katika kuinjilisha na kutoa huduma nyingine muhimu. Makamu wa rais amewasihi wazazi, walezi, jamii na kanisa kwa ujumla kupima faida na madhara ya TEHAMA na kuwajengea uwezo vijana kuhusu matumizi bora ya teknolojia ili yawe matumizi salama na yenye tija. Ndugu waumini, ulimwengu wa kidijitali umeleta fursa nyingi kwa vijana, lakini pia kwa kanisa na taifa, ikiwemo urahisi wa kujipatia elimu, kupashana habari, ikiwa ni pamoja na kutangaza neno la Mungu na kurahisisha mawasiliano kwa ujumla. Hata hivyo, ulimwengu huu wa kidijitali umeambatana na changamoto ambazo ni pamoja na zifuatazo. Kwanza ni hatari kwa vijana kuathirika na maudhui hasi kama unyanyasaji mtandaoni, kwa Kipare wanaita cyberbullying. Lakini pia kuna picha na video chafu, pornography. Pia kuna ujumbe wa kuchochea chuki, kuathirika kwa afya ya akili kutokana na utegemezi uliopitiliza kwenye mitandao. Siku hizi ukiona vijana wetu wengi, simu za kiganjani kila wakati hazitoki kwenye masikio. Lakini pia speaker zile ndogo za kuziba mpaka masikio. Lakini pia mawasiliano ya moja kwa moja miongoni mwa jamii imepungua. Ninapenda kuwasihi Watanzania wenzangu na wanadayosisi hii kutumia jubilei hii kujitafakari upya.
Aidha, makamu wa rais ametoa wito wa umuhimu wa kutunza mazingira na kuendelea kuchukua hatua za kukabiliana na athari za mabadiliko ya tabia nchi zinazosababishwa na uharibifu wa mazingira. Ameipongeza Dayosisi ya Pare kwa kutekeleza mradi wa utunzaji wa mazingira kupitia kilimo cha zao la parachichi, michungwa na miti ya asili kwa ushirikiano na shirika la Forest Focus. Akitoa mahubiri katika ibada hiyo, mkuu wa kanisa la Kiinjili na Kilutheri Tanzania KKKT, Askofu Dr. Alex Malasusa ametoa wito kwa Watanzania kumshukuru Mungu kwa amani ambayo taifa limejaliwa, akiwasihi pia kuhakikisha wanashiriki katika uchaguzi wa rais, wa bunge na madiwani na kuwa mabalozi wa amani, utulivu na ustahimilivu. Lakini kipekee nitumie kusanyiko hili kuwasihi kwa unyenyekevu sana, tuende katika uchaguzi, lakini tukijua pia kwamba Mungu anatamani sana sisi kuwa mabalozi wa amani, utulivu na ustahimilivu. Ustahimilivu si kwamba anapewa mtu mwingine yoyote, lakini sisi tunamjua Mungu, tuende kwa amani na uchaguzi wetu uwe wa amani, tukiendelea kuiombea Tanzania tuwe na Tanzania nzuri. Wakala wa nishati vijijini REA umefanikiwa kufikisha umeme katika vitongoji 2354 kati ya 3421 mkoani Mtwara, hatua inayolenga kuboresha maisha ya wananchi na kuchochea maendeleo ya kiuchumi vijijini. Ellen Manyangu anayo taarifa zaidi. Msimamizi wa miradi ya REA mkoani Mtwara, Mhandisi Daniel Mwandupe, amesema miradi hiyo inaendeshwa kwa lengo la kuhakikisha vitongoji vilivyosalia navyo vinapata umeme haraka iwezekanavyo. Kuanzia mwaka 2020 kwenda 21 mpaka 2025, mwaka tunaoongea sasa hivi, REA imefanikiwa kufanya miradi 6 takriban kwa mkoa wa Mtwara yenye jumla ya gharama ya bilioni 187.6. Siku ya leo tupo katika wilaya ya Newala na tunafanya uhamasishaji pamoja na kuwasha umeme katika mradi wetu wa Ujazilizi 2C ambao unaendelea, na tumefanikiwa kuwasha umeme pamoja na kuhamasisha katika vitongoji 4 kati ya vitongoji 39 ambavyo vimechukuliwa na vimewekwa kwenye mradi huu katika wilaya ya Newala, na tumefanikiwa kufikia vitongoji vya Masasi, Mnambe, Butiama pamoja na Mkeni. Tumejaribu kuongea na wananchi na kuelezea umuhimu wa kujaribu kutunza miundombinu ya miradi ambayo imefikishiwa na serikali kwa kutumia gharama kubwa za fedha ili kuweza kuwafikishia huduma hiyo wananchi wake. Tumewaomba wananchi wawe kuwa walinzi wakuu wa miundombinu hiyo. Kupitia mradi wa Ujazilizi 2C, vitongoji 39 vitafikishiwa umeme kwa gharama ya shilingi bilioni 4.7, ikiwa ni sehemu ya utekelezaji wa miradi mikubwa miwili yenye thamani ya shilingi bilioni 73.5 inayolenga kufikia vitongoji 611 kati ya 1067 vilivyosalia mkoani humu. Hii ikiwa ni fursa kubwa kwa wananchi kupata nishati safi na kuendeleza shughuli zao za kiuchumi. Kwa upande wake, afisa maendeleo ya jamii mwandamizi kutoka REA Jaina Msuya amewahimiza wananchi waliopo katika maeneo yaliyofikishiwa umeme kuchangamkia fursa ya kuunganishiwa huduma hiyo kwa gharama nafuu ya shilingi 27,000 pekee, huku wananchi waliotumia huduma hiyo wakibainisha kuwa umeme umewarahisishia kufanya biashara, kuwapa mwanga majumbani na kuongeza tija katika maisha yao ya kila siku. Sasa hivi tukitoka hapa wote tunaenda kufanya nini pale juu? Tunaenda kwenye transformer kuwasha. Mtashuhudia leo tunawasha transformer yenu. Hiyo sio ya kwetu, ni ya kwenu, kwa sababu miundombinu inabaki na nyinyi, transformer inabaki hapa na nyinyi. Kwani naondoka nayo mimi kwenda nayo Dodoma? Naondoka mimi tu sasa kama naondoka mimi tu, transformer inabaki, waya unabaki, nguzo inabaki. Maana yake ni nini? Maana yake ni kwamba miundombinu ni mali yenu nyinyi, mnabaki nayo, na ili wanufaishe mnatakiwa muitunze miundombinu hii ya kuunganishia umeme. Kwa upande wao, wananchi wa kitongoji cha Mkeni wilayani Newala, wakiwemo Sharifu Saidi ambaye ni mwenyekiti wa kitongoji, Datifa Raymond ambaye ni mjasiriamali, na Awadhi Akoni mkazi wa kitongoji hicho, wamebainisha kuwa huduma ya umeme imekuwa na mabadiliko makubwa katika maisha yao, kwani imekuwa ikiwasaidia kufanikisha shughuli za kila siku
kwa urahisi na haraka. Matarajio ambayo tunatarajia kuyapata baada ya kupata umeme, ina maana wale vijana ambao walikimbilia mjini sasa hivi watarudi huku kupata fursa za kuchomelea, wale mafundi umeme, magari, pamoja na watu wengine ambao walikuwa wanakuja nikiwa sehemu yao kama ni ya matukio ya wizi. Sasa hivi kwa kuwa mwanga tumeshapata, maana yake itatusaidia sasa hivi mwanga huu ni kama ulinzi, kutusaidia kuepusha hao vibaka ambao walikuwa wanapatikana huko. Kwa tushukuru tu awamu ya 6 kwa kutuletea huduma ya umeme. Tunashukuru sana LEA kwa kutuletea umeme siku ya leo kwa bei rahisi ya shilingi 27,000. Kwa kweli tunashukuru. Sasa tunaweza kunywa vinywaji baridi. Wateja wangu watafurahia sana huduma yangu kupata vinywaji vilivyopoa, kwa maana wameteseka kwa muda mrefu sana kunywa vinywaji ambavyo havijapoa. Namshukuru Mungu vilikuwa vinatoka kinguvu hivyo, ila kwa sasa hivi naamini hata biashara itachangamka. Nimefurahi sana tu kupata mwanga katika eneo letu hili la Mkeni. Wakati wa nyumba ilikuwa giza mno, wadudu wengi wanatoka huko chini kabisa kwenye, wadudu wengi wanakuja hapa kutudhuru. Kwa kweli nashukuru serikali ya Tanzania na wafanyakazi wote, pia pamoja na rais wetu Mheshimiwa Samia Suluhu Hassan kutuletea umeme katika kitongoji chetu hiki. Asante sana Ellen Manyangu kwa taarifa hiyo. Wadau wa vyama vya ushirika nchini ikiwamo kutoka vyama vya akiba na mikopo SACCOS wameiomba serikali kuweka mazingira bora na wezeshi kwa vyama hivyo ili kuendeleza sekta ya ushirika ambayo imekuwa nguzo ya mitaji pamoja na kuzalisha ajira katika jamii. Gulaki Msola ameandaa taarifa zaidi. Wadau hao kupitia kwa mwenyekiti wa Jukwaa la Maendeleo mkoa wa Mbeya, Obedi Mtweve, pamoja na mwenyekiti wa Jukwaa la Maendeleo mkoa wa Dar es Salaam Ernest Nyambo, ambao wameshiriki katika mkutano wa mwaka wa chama cha ushirika cha kukopa na kuweka akiba cha SMN, wamesema vyama vya ushirika nchini pamoja na mchango wake katika kuinua vipato vya wanachama pia ina mchango katika mapato ya halmashauri. Hivyo ni muhimu serikali katizama kwa kina na kuendelea kukuza eneo hilo, huku akieleza utayari wa Tanzania katika kuwa mwenyeji wa mkutano wa kimataifa wa vyama vya ushirika. Muhimu sana ni kanuni kufanyiwa maboresho na hata sheria, kwa sababu unakuta kuna sheria nyingine ambazo haziruhusu SACCOS kupokea amana kutoka kwa watu ambao sio wanachama. Na hata wanachama wenyewe, kuna SACCOS zile hasa za daraja B haziruhusiwi kukusanya amana kutoka kwa watu ambao sio wanachama. Lakini nitatolea mfano kwamba kutoka kwenye SACCOS ilipo mpaka kwenye benki pana umbali gani, na mtu atumie pengine kilomita 20-30 kwenda kuweka pesa benki, akaacha SACCOS ambayo iko pengine hatua 20-30 kutoka mahali ambapo. Kwa matokeo yake kwamba pesa ziko mikononi mwa watu nyumbani, kiuchumi hiyo ni hasara. Nesha kwamba mkutano mkuu wa Afrika wa vyama vya SACCOS Credit Union unakuja kufanyika Tanzania mwakani. Yote hiyo ni kwamba waandaaji wa mkutano huo wameona wa Tanzania tumeimarika na tumenyanyuka kiasi gani kuweza kuhakikisha tunaweza tukahosti mkutano mkubwa namna hiyo. Na niwaombe wana ushirika wote, itakapotangazwa ushiriki, tushiriki kwa pamoja, Afrika ijue, dunia ijue kwamba ushirika Tanzania sasa hivi umenyanyuka kupita kiasi. Kwa upande wake, mwenyekiti wa chama cha ushirika cha SMN SACCOS Joseph Talaka Gambi amesema katika mkutano wa mwaka huu chama hicho cha ushirika cha SMN kimekuwa na ongezeko la wanachama pamoja na ukuaji wa taasisi hiyo, licha ya kuwa bado kinakumbwa na changamoto ya mwitikio mdogo wa wanachama katika kuwekeza. Kweli kwenye SACCOS yetu naweza nikasema kwamba najivunia kwanza kuwa mwana SMN SACCOS, lakini pia kuwa mwenyekiti wa SMN SACCOS. Usalama wa pesa uko vizuri, tena sio kidogo sana, tuko vizuri. Ndugu mwandishi wa habari, changamoto zipo. Panapokuwa na watu zaidi ya mmoja, changamoto ni lazima. Ikumbuke kwamba tumejiunga watu wa aina mbalimbali, lakini changamoto kubwa ni watu kuwekeza. Lakini mambo mengine yako vizuri.
Nao baadhi ya wanachama wa chama cha SMN SACCOS wakizungumza wamesema vyama vya ushirika nchini vimekuwa na msaada mkubwa katika kupata mitaji kwa wanachama kwa haraka, huku wakiomba jamii kuacha tabia kuweka fedha nyumbani na kutumia majukwaa kama hayo ili kulinda fedha zao. Na kuna usalama wa fedha zako. Kwa kina mama labda mmejiunga vikundi, naweza mkama mmejiunga, lakini ikafika mwisho wa siku mmoja hapo akakosa uaminifu, akafanya vyovyote ambavyo sio salama. Lakini kwenye SACCOS kuna taratibu ambazo ziko kwa mujibu wa sheria ambazo zinaongoza. Kwa hiyo sio rahisi kabisa kukuta kwamba labda fedha yako uliyoiweka imepotea au kuna lolote limefanyika ambalo haliko vizuri, kwa sababu kuna miongozo ambayo iko kwa mujibu wa sheria ya nchi. Asante sana Goodluck Msolla kwa taarifa hiyo. Benki ya CRDB imesema huduma za kifedha za kidijitali zimekuwa kichocheo muhimu cha ukuaji wa uchumi wa taifa kwa kurahisisha biashara na kuongeza ufanisi wa huduma kwa wananchi. Ellen Manyangu ameandaa taarifa zaidi. Meneja wa huduma za benki kupitia simu ya mkononi wa CRDB Amina Mawona amesema huduma ya sim banking imechangia kwa kiasi kikubwa mageuzi ya kiuchumi kupitia teknolojia. Unaonekana muonekano wa wateja wetu kukubali digital, kwa sababu hata miamala pia imeongezeka, na natamani waendelee kufanya miamala zaidi, kwa sababu sasa hizi kila kitu ambacho kinafanyika ni kuwafanya Watanzania kutoka kwenye tulivyokuwa tunafanya zamani na kutumia simu. Kila malipo yafanyike ndani ya sim banking. Mara nyingi kwa mfano ukiwa una pesa unabeba, unaenda kwenda labda kumlipa mtu moja kwa moja, kila mtu anajua kwamba umbeba pesa. Lakini apart from kubeba pesa, pia inakuwekea tunasema security kwa ule mtu. Huwezi kuvamiwa, kwamba mtu hawezi kujua kwamba wewe una kiasi gani. Amesema kupitia kampeni ya sim banking humu tu, benki inalenga kuhamasisha Watanzania kutumia huduma za kidigitali zaidi, huku zawadi kama magari, pikipiki na vifaa vya kielektroniki zikitolewa kwa washindi wanaofanya miamala mingi zaidi. Kwa upande wake, kaimu mkuu wa kitengo cha wateja binafsi wa CRDB Mshindo Magimba amesema huduma ya sim banking imekuwa nyenzo muhimu kwa wafanyabiashara wadogo na wakati katika kufanya miamala bila kutumia fedha taslimu, hatua inayochochea ukuaji wa uchumi wa kidigitali nchini. Mobile banking, hasa nikizungumzia sim banking, ni kitu ambacho kinachangia sana kwenye kukuza uchumi, kwa sababu kubwa ni kwamba inaokoa muda. Zamani ilikuwa ni kwamba ukitaka labda kwa wale wafanyabiashara, ukitaka kutuma pesa mpaka unafunga safari. Kuna watu walikuwa wanafunga safari, kwa mfano nikizungumzia labda mtu anatoka kijijini kabisa anafika hadi mjini kwenda kutafuta huduma za kibenki ili tu aweze kutuma hela. Lakini sasa hivi sisi hasa CRDB kwa kupitia sim banking, ukiwa hata kijijini unaweza ukatuma pesa, ukanunua kwa wale wakulima labda anataka kununua mbolea kutoka mjini apelekewe kijijini kwa ajili ya kilimo, anaweza kufanya hivyo akiwa yuko nyumbani. Asante sana Ellen Manyangu kwa taarifa hiyo. Kuelekea uchaguzi mkuu wa rais, wa bunge na madiwani unaotarajiwa kufanyika Oktoba 29 mwaka huu, mgombea nafasi ya ubunge jimbo la Kibamba Angela Kairuki ameendelea na kampeni kwenye kata ya Msigani, ambapo ameainisha vipaumbele 10 ikiwamo kusimamia swala la urasimishaji ardhi na kushughulikia migogoro ya ardhi endapo atapata ridhaa ya wananchi kuwa mbunge wa jimbo hilo. Zaidi tuungane na Mrisho Mapeyo. Akizungumza katika mkutano wa kampeni uliofanyika kwenye kata ya Msigani jimbo la Kibamba wilayani Ubungo jijini Dar es Salaam, mgombea huyo wa nafasi ya ubunge jimbo la Kibamba Angela Kairuki amevitaja vipaumbele hivyo kuwa ni pamoja na urasimishaji wa ardhi, kushughulikia migogoro ya ardhi, kusimamia ujenzi wa vituo vya polisi ili kuimarisha usalama wa raia na mali zao, kusimamia ujenzi wa vituo vya afya, ujenzi wa masoko ya uhakika hususan kwa wafanyabiashara wadogo, pamoja na ujenzi wa vyumba vya madarasa. Aidha, Kairuki amevitaja vipaumbele vingine kuwa ni pamoja na ujenzi wa barabara za ndani na barabara kuu ili kuongeza mtandao wa barabara, ujenzi wa madaraja pamoja na vivuko, ambapo amewataka wananchi kujitokeza Oktoba 29 kupiga kura na kukichagua Chama cha Mapinduzi kwa nafasi ya rais, ubunge na udiwani. Kata ya Msigani tunao mtandao wa barabara wa kilomita takriban 43.7. Kati ya hizo kilomita 5.3 ndizo ziko katika kiwango cha lami na zege. Tutaendelea kupambana kuhakikisha kilomita zinazobakia 38.4 zilizo katika kiwango cha udongo na changarawe
nazo ziweze kupanda hadhi, nazo zingine zifikie kiwango cha lami au zege. CCM oye! Najua mnayo changamoto ya urasimishaji wa ardhi, na yenyewe pia tutaweza kupambana, tushughulikie changamoto hizi. CCM oye! Kwa upande wake, katibu wa jumuiya ya wanawake UWT Taifa, Susan Kunambi, amewataka wananchi kujitokeza kupiga kura Oktoba 29 na kumchagua Dr. Samia kwa nafasi ya Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kutokana na mazuri mengi ambayo ameyafanya, ikiwemo utekelezaji wa miradi mikubwa ya kimkakati, huku pia akiwataka wananchi kumpigia kura Angela Kairuki kwa nafasi ya ubunge jimbo la Kibamba pamoja na Saidi Jumanne Muliro kwa nafasi ya udiwani kata ya Kibamba, ambapo amesema Chama cha Mapinduzi ndio suluhisho la changamoto za wananchi. Ndugu wana Msigani, nyinyi ni mashahidi wa yote mazuri na makubwa ambayo yamefanywa katika kipindi cha miaka 4.5 ya uongozi wa Daktari Samia Suluhu Hassan. Nasema uongo? Tukizungumzia upatikanaji wa maji safi na salama katika kata hii, katika mitaa 5, mitaa yote ina maji isipokuwa kuna upungufu mdogo. Nasema kweli au nasema uongo? Lakini tukizungumzia zahanati, katika kata hii tunazo zahanati. Ninasema uongo? Daktari Samia wakati anaingia madarakani, kama vile watu wengi walipoteza imani, lakini amesimama akaongeza imani, akawatoa hofu wa Tanzania kwa yale makubwa ambayo ameyatenda katika kipindi cha miaka 4.5. Naye mgombea nafasi ya udiwani kata ya Msigani, Saidi Jumanne Muliro, amesisitiza kuwa anazifahamu changamoto za wakazi wa eneo hilo la Msigani, hivyo amewataka wananchi kujitokeza kupiga kura bila kuhofia na kukipigia kura Chama cha Mapinduzi kwa nafasi ya rais, ubunge na udiwani. Ndugu zangu, niwaombe kitu kimoja. Ikifika tarehe 29 mwezi wa 10, chonde, mimi nimesimama mbele yenu kwa heshima na taadhima na kwa unyenyekevu mkubwa kabisa. Naombeni mkamchague Daktari Samia Suluhu Hassan awe rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Na kuombeni, nendeni mkamchague Bi Angela Kairuki, mzungu, malaika wetu, awe mbunge wa jimbo la Kibamba. Pasipo kusahau, na kuombeni, nendeni mkamchague ndugu yenu, kijana wenu, mpendwa wenu, kaka yenu Muliro Saidi Jumanne Muliro, niweze kuwa diwani wa kata ya Msigani. Asante sana Mrisho Mapeyo kwa taarifa hiyo. Mgombea udiwani wa kata ya Kalangalala kupitia Chama cha Mapinduzi CCM katika halmashauri ya manispaa ya Geita, Ruben Sagayika, amesema serikali imeandaa mpango mkakati wa kuhakikisha vijana wanapata ajira bila vikwazo vya kuhitaji uzoefu, jambo ambalo limekuwa likiwakwamisha wahitimu wengi wa vyuo. Taarifa na Joel Maduka kutoka Geita inaarifu zaidi. Akizungumza wakati akinadi sera kwa wananchi wa mtaa wa Lwenge, Sagayika amesema serikali itakayoundwa itatoa kipaumbele kwa vijana kwa kuwapatia mikopo na kuwawezesha makundi maalum ya vijana, wanawake na watu wenye ulemavu kujikwamua kiuchumi na kupata ajira, lakini kuwatengenezea ufundi ili mwisho wa siku vijana wakapate ajira ambazo zitawasaidia kujikwamua kiuchumi. Na nataka niwaambie vijana wenzangu wa Lwenge hapa, kwenye serikali ya awamu ya 6, kwenye ilani yetu ya uchaguzi ya mwaka 2025, zamani kijana akienda kutafuta kazi alikuwa anaulizwa kuhusu uzoefu. Lakini kwa sasa serikali ya awamu ya 6 kupitia Chama chetu cha Mapinduzi imefuta kigezo cha kijana kupata kazi kwa kutumia uzoefu. Maana yake hiyo ni ilani ya uchaguzi ya mwaka 2025. Ameongeza kuwa mikakati mingine ni pamoja na ujenzi wa masoko mapya na uwekaji wa taa za barabarani
ili kuboresha mandhari na usalama wa mji wa Geita, hasa kwa kuwa Karangarara ni kata ya mjini. Lakini ipo changamoto ya masoko. Nafahamu akina mama, vijana na wazee wetu ambao wanatamani kufanya biashara, tunatamani kwenda kutengeneza masoko mazuri, na hapa hata kwenye ilani imeelekeza vizuri. Upo ujenzi wa stendi yetu ambao unajenga kule Bwahara, lakini eneo letu la stendi pale tunaenda kujenga machinga complex nzuri, tunaenda kujenga masoko kwa ajili ya kina mama, tutatengeneza vizimba vizuri ili muweze kufanya biashara zenu vizuri, na upatikanaji wa vizimba hivyo tutawaangalia sana watu wa Karangala kwa sababu ndio eneo lao. Kwa hiyo akina mama mjipange kwenda kufanya biashara katika wapi? Nenda kutengeneza masoko hapa. Kwa upande wake, katibu wa siasa na uenezi wa CCM mkoa wa Geita Andrew Mnuke amesema chama hicho kimeendelea kuwa karibu na wananchi kwa kutekeleza ilani zake ipasavyo na kuomba wananchi waendelee kukiamini na kukichagua katika uchaguzi ujao. Ni rahisi sana mtu kusema CCM imefanya nini. Ni rahisi sana mtu kusema vyovyote vile akalaumu kila kitu. Lakini niwaambie, Chama cha Mapinduzi ni chama bora, si tu Tanzania lakini Afrika nzima, lakini pia katika rekodi za ulimwengu. Bado Tanzania ni chama imara na chama bora. CCM oye! Chama cha Mapinduzi chini ya waasisi wake kiliweka misingi imara sana ya utu, umoja na mshikamano, na ndio maana leo Watanzania tunaelewana. Baadhi ya wanachama wa CCM waliohudhuria mkutano huo wamesema wametiwa moyo na sera za mgombea huyo na wana imani kuwa zitaboresha maisha yao endapo atachaguliwa. Sisi tunaweza kufanya kampeni zake za kuwania udiwani katika Karangarara katika mkoa wa Rwenge. Ameahidi mambo mazuri kwa wananchi wa Rwenge. Ameahidi kuleta maendeleo makubwa katika mkoa wetu, kuboresha mabarabara, kuboresha shule zetu za msingi Geita na Mseto, kuboresha visima vya maji. Kikubwa ameahidi miundombinu ya mabarabara wataiboresha. Amesema atafanya haki na atatenda haki bila kupepesa macho, bila kumwogopa mtu yoyote. Atasimamia miradi, atasimamia ilani ya chama na atatekeleza kadiri atakavyowezeshwa na Mwenyezi Mungu kuwa na afya. Kampeni za udiwani zinaendelea katika maeneo mbalimbali manispaa ya Geita, huku wananchi wakihamasishwa kujitokeza kwa wingi kutumia haki yao ya kupiga kura. Asante sana Joel Maduka kwa taarifa hiyo. Mtazamaji, hii ni taarifa ya habari. Mimi ni Miriam Mlaponi. Tupate mapumziko mafupi kisha tutaendelea na taarifa ya habari.